Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Ndugu zetu waandishi wa habari, tunawakaribisha sana katika ofisi zetu za Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania WAKTA zilizopo hapa Mbagala Zakem, na leo tumewaita hapa kwa ajili ya kuendeleza kile ambacho kimekuwa kikitokea katika Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania juu ya kuijenga jamii, juu ya kuisaidia na kushiriki katika mambo ambayo yanafanya jamii ikawe au iwe katika mustawa mzuri. Ndugu zetu waandishi, wito wetu wa leo, tuna lengo la kuzungumza kuhusiana na sala zima la mmomonyoko wa maadili kwa viongozi wa dini. Tukisema mmomonyoko wa maadili, haya ni maneno ambayo mara nyingi huwa yanapigiwa makelele, lakini wadau wakubwa wa kulinda maadili kwa jamii mara zote huwa wanakuwa ni viongozi wa kidini. Ikifika mahala wao viongozi wa kidini ndio wakawa wamemomonyoka, wamepoteza yale maadili, maana yake hapa ndio kunapatikana ule msemo unaosemwa, kilemba kikiloa tope, huo msuli uko chini unakuwa hauna hali. Sasa kabla hatujafika pabaya, na tunapoona kuna mmomonyoko wa maadili kwa viongozi wenzetu wa kidini, ni haki yetu kuhakikisha tunafungua vinywa vyetu kukemea, kuonya, kuelekeza na kuhakikisha watu wote tunarudi katika mstari wa sawasawa na kuyatengeneza mambo yawe sawasawa. Viongozi wa kidini kwa miaka yote wamekuwa kimbilio. Yanapoharibika mambo katika jamii, viongozi wa serikali, viongozi wa kimila, viongozi wa mataasisi mbalimbali huwa wanawarejea kuwaomba viongozi wa kidini kwamba tusaidieni, maadili yameharibika, maadili yamepotoshwa, na viongozi wa kidini wanachukua nafasi yao katika kuhakikisha wanarekebisha, wanaonya, wanaelekeza, kwa sababu katika dini ndio kuna matamko ya kuwajaza watu hofu kuhusu Mungu wao, lakini kuwajaza watu matumaini kuhusu maisha yao ya duniani na maisha yao baada ya haya maisha ya duniani. Matumaini yanapatikana kupitia katika viongozi wa kidini. Sasa leo tunapokuja kurekebisha au kunyoosha maadili kwa viongozi wa kidini, kuna mtu tunamuweka mezani. Siku za hivi karibuni ameonekana kuja na maneno, matamko, mazungumzo ambayo kimsingi hayaoneshi busara kama kiongozi wa kidini katika nchi yetu ya Tanzania. Na namna tunapokwenda kuyatafsiri, yanaonekana yanatengeneza ima chokochoko, dharau kwa watu wa dini nyingine au viongozi wa dini nyingine, kitu ambacho kama kitafumbiwa macho mbele ya safari kitakuwa na madhara makubwa, kitakwenda kutugharimu kama taifa, kitakwenda kutugharimu kama wanadini, kama tutaamua kukipotezea na kukaa kimya au kudharau, kwa sababu cheche tu inatosha kuunguza msitu kama itakuwa yenye kupuuziwa. Hapa leo tunamzungumza askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, Josephat Gwajima. Gwajima yeye siku chache zilizopita ameleta matamko ambayo kwa Waislamu kwanza yamekuwa kero, na sisi kama jopo la wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tuna haki ya kufungua vinywa vyetu kukemea, kwa sababu imekuwa dharau na kuna dalili za kuzoeana kiimani. Yani kuna dalili za kuwaona hawa mashehe au Waislamu ni wa kawaida tu, hawana lao jambo, hawana la maana. Inafika mahala mtu mpaka anakuja kukuingieni nguoni kwa sababu tu labda anasikilizwa, ana vyombo vitarusha habari yake, au kuna watu wanampigia makofi pale anapozungumza katika kanisa lake. Gwajima katika maelezo yake hivi karibuni alikuwa anafyeka, kama anavyosema mwenyewe, anafyeka wachawi, anafyeka kina nani, anafyeka kina nani kwenye imani yake, kwenye dini yake.
alikuwa na mifano mingi sana ya kuzungumza kwa namna ambayo ingependeza wala isingemletea shida, kwa sababu kwenye dini yake kuna maaskofu, kuna wachungaji, kuna maburudasi, kuna mabradha, kuna mashemasi, kuna masisa, kuna watu wa aina mbalimbali katika dini yake. Angewatolea mifano hao, lakini kwa sababu ya chokochoko za kidini anazozitamani zije zitokee katika nchi ya Tanzania, hajaridhika mpaka anakuja kuwagusa mashehe, anawataja na madarueshi, tena kwa dharau, kama shekhe mchawi feka, kama darueshi feka. Unakwendaje wewe kumtaja kiongozi anayeheshimika katika dini ya wenzako na unambandika sifa ya uchawi juu? Mwingine anaweza akasema, kwani shekhe ni nani? Shekhe ni nani? Hujui shekhe ni nani? Shekhe ni kiongozi wa dini katika Uislamu. Unapomtamka shekhe, mtamke kwa heshima kama ambavyo watu wengine wanatamka viongozi wa dini yako kwa heshima. Kwa hivyo tendo la kuwataja mashekhe na kusema yeye kwa kule kukaa kwenye kanisa chake kile ana uwezo wa kufyeka mashekhe, kunaendeleza chuki yake ya muda mrefu aliyokuwa nayo dhidi ya Uislamu, ambayo alipata kuidhihirisha katika miaka ya nyuma katika nchi yetu ya Tanzania. Sisi hatuna imani na uadilifu na wema wa Gwajima katika maisha yake, katika dini yake na katika kila kitu anachokifanya. Mifano iko mingi na wasemaji wataisema. Madhaifu aliyokuwa nayo ni mengi mno. Sasa kwa jinsi alivyo, anapata wapi fursa yeye kusema anaweza akafyeka shekhe? Tena anasema shekhe feka, darueshi feka. Hii ni dharau kwa viongozi wa kidini. Kama hapo hajatosheka, akaenda mbali zaidi na kuanza kuleta dhihaka mpaka katika viongozi wa kitaifa. Anataja vyeo vya viongozi wakubwa katika taifa. Waziri mkuu fyeka, si hata kama Samia fyeka. Hii yote ana lengo lake. Maana yake amepoteza maadili, busara kama kiongozi wa kidini. Sasa anaingia katika chokochoko ambazo hazitengenezi, hazitoi taswira ya mustakbali mzuri wa taifa letu kule tunapoelekea. Tumetulia katika nchi ya Tanzania, yametokea ya kutokea, watu wamepambana kwa namna wanavyojua kuhakikisha wanawaweka Watanzania pamoja, wakae kwa amani na kwa utulivu, waendelee kuifurahia Tanzania yao, kwa sababu hawana pa kwenda zaidi ya Tanzania. Lakini huyu bwana anaonekana bado hajaridhika, bado hajatosheka. Kila kukicha anaamka na chokochoko kwa makusudi, na unaona vijineno vyake amevitegatega, akijidhani ni mjanja. Anatengeneza vimafumbo ambavyo hata mtoto mdogo wa nasari anaweza kuvifumbua. Lengo lake ni kukashifu viongozi wa Kiislamu, lengo lake ni kukashifu viongozi wa kiserikali, tena anawataja kwa dharau. Hii hali haipaswi kunyamaziwa, haipaswi kuachwa iendelee kama ilivyo. Tunamjua Gwajima na tunajua anayoyafanya na anayoendelea nayo. Tunasema kwamba aache Waislamu, awaache mashehe, awaache hawa wanaowaita madarueshi. Watu wengi wanasema ya kusema, lakini kwa mukhtasari, kwa upande wangu sisi hili jambo halijatufurahisha, limetukera, na kama hatachukua nafasi ya kuwajibika kwa dharau aliyoifanya kwa viongozi wa Kiislamu, yesi ni jasusi la mbinguni. Sisi tuna Mungu wa mbinguni ambaye hawa madarueshi aliyowazungumza wanayo maneno ya kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa madarueshi aliyosema anawafyeka, hawa mashehe aliyosema anawafyeka, wanayo maneno ya kumwambia Allah. Allah anayejua kufyeka zaidi. Tunazungumza haya tukiwa kama tulioguswa kwa sababu ya Uislamu wetu na imani tuliyokuwa nayo. Mimi nina machache tu, wenzangu nao watapata nafasi ya kuzungumza. Tunaye naibu katibu, tunaye amiri msaidizi, tunaye viongozi wengine hapa, wakurugenzi wa umoja wa hadhiri. Ili ni jopo zima limekuja mbele yenu. Kwa sababu ya muda tunayasema kwa uchache, lakini tunataka ujumbe wetu ufike kwamba Gwajima acheze na vyote anavyocheza navyo, asicheze na mashehe, asicheze na Waislamu. Tunaitambua chuki yake, lakini chuki yake aifiche au aifanye akiwa na wenzake, asije hadharani kutengeneza chuki dhidi ya Uislamu na Waislamu na mashehe, akawatamka kwenye kinywa chake katika mambo yasiyokuwa na maana, akahisi anaweza kuwadhihaki kwa namna anavyotaka. Hilo halikubaliki. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.